Kama watakuwa wamesafiri siku mbili kabla ya mchezo kwa kuzichukulia poa timu wanazoenda kucheza nazo, watakuwa wamekosea kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ni timu ndogo kwa majina, lakini tunapokuja kwenye dakika 90 wale wana miguu miwili, wachezaji wa Simba au wa Yanga wana miguu miwili, wana walimu kwa maana ya technical benches kama ambavyo ilivyo kwa Simba na Yanga. Sasa kama watakuwa wamesafiri kwa gap ya siku mbili mpaka siku 3 kabla ya mchezo kwa kuziundermine hizi timu, kwa maana ya kwamba Simba kuundermine Nsingizini Hotspurs au Young Africans kuundermine Silver Strikers, watakuwa wanakosea kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu football is all about respect. Kama ukishindwa kumheshimu mpinzani wako, tegemea unaweza kukutana na element of surprise, kitu ambacho tunaweza kujikuta tena tunatafutiwa sababu nyingine kwa nini walipoteza. So kwangu mimi nadhani ni taratibu ambazo wao waliziandaa, kwamba ikifika tarehe 16 sisi tutasafiri kwenda Eswatini, ikifika tarehe 16 sisi tutasafiri kwenda Malawi, lakini si kwa sababu ya kuzidharau hizi timu. Kiufundi unaweza ukasema kwamba hakuna tena muda wa kujiandaa, kwa sababu Young Africans wamebakiza siku ya Ijumaa tu. Jumamosi wanacheza. Simba watakuwa wamebakiza na wao siku ya Ijumaa na Jumamosi, then Jumapili wanacheza. I don't know, inawezekana watafika South Africa leo, wanaweza kala South Africa au wakaenda moja kwa moja Eswatini, lakini Young Africans wanafika moja kwa moja Malawi kwa siku ya leo. So itategemeana na program za walimu. Inaweza ikawa ni maandalizi tu ya kuangalia ile training session, maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo husika, wanaandaa nini na nini, kuandaa wachezaji, kuondolea uchovu wa safari, then wawe tayari kuingia kwenye dakika 90 za kwanza za mashindano haya ya klabu barani Afrika. So kwangu mimi, kwa kuzungumzia issue ya usafiri, I think ni utaratibu ambao hizi clubs ziliandaa, na si kwa namna yoyote ile, kwa sababu wangeweza kusafiri kabla, na hawa wachezaji ambao wako kwenye national team wangeweza kuwafuata huko waliko, na inawezekana ingekuwa ni haraka zaidi, kwa sababu kama wangesafiri na kutoa order kwamba wachezaji watatukuta huku tuliko, inawezekana ni jana ile ile walipofika nchini wangeweza kutravel kwenda kwenye destination nyingine. Lakini kwa sababu ratiba ilikuwa tarehe 16, I think watakuwa wamejiandaa bila kusema kwamba ni kwa sababu ya ratiba ya timu ya taifa. Nitapata shida sana kuzungumza utakuwa mchezo wa aina gani, kwa sababu sijapata hata dakika 2 za kuitazama Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo nikisema utakuwa mchezo wa aina gani, nitataka kuongea uongo. Lakini naamini hautakuwa mchezo mwepesi, kwa sababu hawa Nsingizini Hotspurs wamefika pale ni kwa sababu wamefanya vizuri kwenye hatua ya awali, waliondoa Simba bora ya Zimbabwe. Na hata nimejaribu kuwafuatilia kwenye vyombo vya habari huko kwao, ni timu ambayo inaonekana wako well organized, kuanzia kwenye uongozi mpaka kwa wachezaji. Kama sikosei, wana wachezaji 3 au 4 kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Eswatini. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ya aina gani. Mind you, Simba wamewahi kukutana na Mbabane Swallows ambayo currently ni kama imepotea, haisikiki tena. Inawezekana ni kwa sababu Nsingizini Hotspurs na timu nyingine wametake over, ndio maana Mbabane Swallows ambao ilikuwa ni moja kati ya timu kubwa huko haipatikani. Kuna Mbabane, Mbabane ni ya Namibia. Eswatini by then ilikuwa inajulikana kama Swaziland, lakini nowadays ndo kulikuwa pia kuna timu inaitwa Black Mamba, lakini pia haionekani kutajwa sana. So kitu ambacho tunaweza tukakizungumza, Simba wanapaswa kuwaheshimu Nsingizini Hotspurs, kwa sababu nina uhakika kwa 100% kwamba Nsingizini wanaifahamu vizuri zaidi Simba kuliko Simba inavyowafahamu Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa na heshima wanapoenda kucheza na hii timu, kwa sababu wanaweza kukutana na surprise, wakaja kushtuka hivyo wameshapigwa chuma 2 3, kuja kuzi-equalize na kutafuta goli la faida, kwa maana kwenye aggregate inakuja kuwa shughuli nyingine. So by enemies, Simba wanatakiwa kupay the whole respect ili kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu salama zaidi.